habari karibu nawe. Mimi naitwa Musa Kamaika. Mimi ndo mwenye boma na mwenye sherehe siku ya leo. Tumefanya sherehe ya utamaduni kuingiza vijana wetu jando, lakini vile vile tumechinja madume ya rika, mimi na kakaangu. Nimefurahi kupata watu wengi sana walioshiriki, kiwemo viongozi wa mila, viongozi wa serikali na chama. Ni siku ya kipekee, tumefurahi sana kwa sababu ni sehemu ya ukuaji katika mila ya Kimasai, na mara nyingi kwa siku hizi watu wamekuwa wakiuza au wakipotezea, lakini mimi na familia yangu, kwa maana ya wazazi na mke na kaka yangu ambao tumechinja wote, tumeona si vyema kuruka kama tumefuata hatua zingine huko awali. Si vyema kuruka hiyo hatua, na ni muhimu kama Masai lazima uishi katika mila na desturi yako. Asiyefanya hivyo ni mtumwa. Lakini vile vile nimebahatika kutembea nje ya nchi. Nikiwa Marekani mwaka 2023 nilishiriki kule Marekani, wa Marekani wakisherehekea Oktoberfest. Mwaka wa mwezi wa 10 wanakuwa na sherehe zao nyingi. Wanakusanyika, wanafanya sherehe, wanasherehekea pamoja na familia huonana. Lakini mwaka 2024 nilipatika kwenda Marekani, nikaona kuna sherehe zingine za kifamilia, wanachinja bata mzinga. Na nikaona ni utamaduni yao. Sasa kama wao wanafanya hivyo, kwa nini mimi ambaye nimezaliwa ndani ya mila ya Kimasai, kwa nini nisifanye? Kwa nini niache kufanya ya kwangu? Anayekataa ya kwake ni mtumwa. Kwa hiyo na mimi nimefanya kutimiza wajibu ambayo kila mmoja wetu anapaswa kutimiza. Mila yetu ni ya muhimu sana. Lakini la pili, pamoja na utandawazi, pamoja na elimu, pamoja na dini, mila ni muhimu sana. Nawaambia vijana, wazee ambao bado hawajafanya, kama ambavyo tumefuata hatua za kupitia machungani, kufunzwa kitamaduni, kimila, kidesturi, hata hii ya kuchinja dume ni sehemu muhimu. Tufanye, tusiruke. Kama ambayo tumepita jando, na jando ni sehemu ya kufanya utamaduni wetu, hivyo kuchinja demu ni kutimiza wajibu na kumaliza zile ambazo unatakiwa kutimiza kama mzee. Maana dume hili ni la kufinalize mambo yako yote, ni la kumaliza mambo yako yote, kujitakaza kwamba kama kuna ubaya wote uliofanya kwa kukusudia, kwa namna yote ile ambayo imefanyika, unajitakaza kwamba sasa mimi sehemu yangu ni ushauri, sehemu yangu ni kusimamia, sehemu yangu ni kichwa ya familia, sehemu yangu mimi kama mzee wa Kimasai ni kushauri, ni kusaidia na kuwa mfano. Ora Nkarnai na jifelo shongon ala igwana ni loro koriyanga menyala yug loro koriyanga ore nele gele sirit na ere yanga ge kona ginji age yenge hiberu mo gyalo ngani aror morigo wai devangi asine nyana na ilo gele sirit ama ge ngele gele ni roni ngoro nyambonoka tenebo sinno enne wengiro genye ni roni nyambonoka ore nage beroni namayani ora ke badu munje dibaroni namayani nedungogni isinon na dorni randanar namayani nedungogni angarna rekira ko yal olle sirir laraba na ko rara nakara idibado ngani are lasinga sinyanya na pookin ameroro muriwo araba yitimisho arbayan namayani ngaranyana tuni mayana roha kana mayani or milimu lara masai amure na ko na me yung adongan lagren ni suru na ga na lagren amure be rabayan romon na rabaye menye ore na ba ba gini na nye be ri lo ha nokom ami bo jeri ri nyana odi mbali ni bo rabayan na le lagren le siri be du ak noy era na ga ngoro nyana ra menye nene lagren ngara setene leke maya niki dejanga iya nashene dewa radio ayo kalau ngana lampo kena hongkarang, peying lolo mung lo siramo
Jana rabaya ko murmuriyo. Iyembo ogen orgon ko la galunye. Tarbaya eduni millenye na galunya ngala kanisa. Na la kanisa mirigelo amenye na budalo amenye shune mirigini. Amu nyana rodol ya daro ngani kirok. Na nyana ho narapara ngishu teyo rongana klara marare. Ore ni lolo di yung regala araba nisuru. Aga nyalo keranga miri yanga na ba ukoenye ahomenye na legino na nyara. Warungan isda yung apa lo keren peru ngasto orgeredia balle menye mille menye. Nyiro dolor muriyo. Nyiro dolor muriyo ado eroihe na nyiro dolor muriyo ado ini bar dinge siri dolor muriyo. Wala yung ndo niki ara niki dogi musa aiki dogi agangara yang irapa yewi niki rapa iki. Ore ra na jinanu kilepoi moikan narulika lana kitongoji narulika lana shughuli na nasarara ele kiteng likideyoro na Masai ele kiteng laraba na morua oye pira dalo nara nganya do arabai awor moru tanare harana rara nalloiro nara ntelo nganaga go tamayanda ngerenya yang adu lewa yono Musa argeta namara layo kholoji imegoliki awas nyangarene na ore tanagi jangilwai na tanang rara mara layo o imegoliki tanagi jang na yene lwai na shughuli na gira endelea lege kun na deira ke kama residai amo megiaro no longari panale kai megiaro le korsale kai hamara mbesidai ore teligara masai faida legereng na faida mo agara torati angra Masai ore faida na geji na ra hama hora laji ende fano emusho aranji yiti ngogi nyamo nyentogi nenda lengo na bayira alaji oro lengo lenye wala Masai na akenda emusho na ira laji mera ento alaji lino enda emusho na nyana bayi ragido ne dongulira lengo ankara na nintake na waponu kake ore na ge nyana maro laji ninde bayi ho ende nyama ene ragido yala ba agende ne emusho na kona ra rangara do error moru ngore na ragido ore na ta faida nga wala ngakui ado ngani lido yengore ragido na ilaraba na agedo nze wala ngakui ala yeni amo runni ho ragido yala raba la nintele ndabul sha do error moru ra raba yana musho error moru ra wala faida nya nyenye ndabul sha error moru kiaru alaji. Kwa majina naitwa Kisioki Moitiko, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi hapa Monduli, wilaya Monduli. Tuko hapa Elwai leo tukija kujumuika na rafiki yetu Musa Kamakia katika siku hii yake muhimu katika maisha yake, ambapo leo alikuwa na sherehe ya kuchinja dume la rika, na ni sherehe ya kipekee kwa kweli. Ni sehemu ya kuhitimisha sehemu ya mila katika maisha ya mzee katika jamii ya Kimasai, lakini pia ni sehemu ambapo watu, marafiki, ndugu na jamii kwa ujumla kuja pamoja kufurahi. Kwa hiyo tumekuja kufurahi naye, lakini pia tumekuja kujifunza kwa sababu kila mtu anatamani akipata nafasi na aweze kufanya jambo kama hili. Kwa hiyo kwa kweli ni sherehe ya kipekee na tumefurahi. Sherehe kama hii hufanyika kwa kila mtu, sio kwa hakuna baadhi ya watu ambao wanapaswa kufanya isipokuwa watu wengine kutokuwa na uwezo wa kufanya au kutokuwa na imani ya kufanya jambo kama hili. Kwa hiyo ni imani ya mtu, lakini pia inategemeana na uwezo, kwa sababu inachukua kitu tunaita resources nyingi kufanya sherehe kama hii. Jambo kama hili ni sehemu ya mila, na mila ina stages, ina ngazi, na ili basi katika jamii hii uweze kuitwa mzee kamili,
ni muhimu kuchinja dume la rika. Kwa hiyo hicho ndio faida tunachoiona, kwamba basi jamii hukupokea kwamba basi umekamilisha hatua zote za wewe kuwa mzee katika jamii, kwa sababu hakuna faida ya kiuchumi, hakuna faida ya nyingine, lakini basi ni jambo ambalo jamii nzima ingependa kila mmoja anapofikia hatua ya kuwa mzee na kuwa na vijana ambao nao wana kwenda kwenye jando, ni muhimu uchinje dume la rika. Ina vitu vingi ambavyo mimi kiundani siwezi nikaelewa. Hili jambo nalo ungewauliza wazee ambao wana uzoefu mkubwa, lakini katika jamii ya Kimasai wanashauri kwamba kama vijana wako wamekuwa nao wanahitaji kuingia jando kwa watu wazima, basi ili uweze kufanya sherehe yao ya kuingiza jando, ni vema uchinje dume la rika. Kwa hiyo dume la rika linatangulia, ndo jando ya vijana inafuata, au kwenda pamoja sambamba. Biki kubwa nampongeza rafiki yangu Musa. Yeye ameshamaliza sehemu yake, na mimi nawaasa tu kwamba mila yetu tuishike, kwa sababu ni mila nzuri, na kila mmoja akiwa na uwezo ni vizuri kufanya vitu kama hivi, ili basi jamii ifurahi pamoja, lakini pia waelewe kwamba na wewe sasa ni mzee kamili, na wewe una uwezo sasa kuwa na vijana ambao wanaingia kwenye jando na kwa morani na kuja kuipigania jamii yao kwa ujumla.